Na si kwamba ni jambo jipya. Tulikuwa tunafahamu kwamba tukija Mbeya, tukija kwenye msimu tutakutana na baridi. Kwa hiyo hata wachezaji walikuwa wamejiandaa vizuri, na baridi ya Mbeya sio baridi ile kali kama ile ya Tunisia ambayo inaweza kufanya mipango yote ikavurugika. Ni baridi ya kawaida ambayo kwa jioni kidogo, asubuhi sana, lakini mchana panakuwa na hali nzuri tu. Kwa hiyo mazingira yako rafiki kabisa. Maandalizi, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, mpaka sasa hivi maandalizi yanakwenda vizuri. Maandalizi ya kwanza ilikuwa ni kuitoa timu Dar es Salaam kuileta hapa Mbeya kwa ajili ya mchezo. Nikiri mbele yenu tulipata changamoto kidogo ya usafiri, na nitumie fursa hii kuwashukuru ndugu zetu wa Air Tanzania. Tuliweza kuzungumza nao na tukaweza kupata ndege ya siku ya jana jioni, lakini kiukweli hapakuwa na hiyo ratiba. Tulipata shida sana safari hii kuja huko, sababu tulikuwa tumeshindwa kupata usafiri mapema. Lakini la pili, baada ya kufanikiwa hilo kufika hapa, maana yake tumekuwa na siku moja ya kufanya maandalizi ambayo ndio leo. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu, na leo tumefika hapa kwenye dimba la Sokoine. Wachezaji wote wapo kwenye hali nzuri, na tunaamini mazoezi haya hayatazalisha majeraha yoyote. Tutakuwa na wachezaji ambao wako fit, na mwalimu atakuwa na option kubwa sasa siku ya kesho kupanga wale ambao wanaona watamsaidia kwenye mchezo. Hizi kama ni mechi za mwisho za msimu, tunazitazama hizi kama ni mechi 4 za finali. Yaani tunajua kuna kombe kesho, kuna kombe dhidi ya Dodoma, kuna kombe dhidi ya Simba, kuna kombe dhidi ya Singida Black Stars. Kwa hiyo maana yake tuna finali 4 ambazo zinafuatana. Kwa hiyo maandalizi yake, utayari wake tutauandaa kwa kiwango hiko cha finali zinazofuatana mfululizo 4 kuanzia siku ya kesho. Tunaamini quality ya wachezaji wetu itakwenda kutusaidia kupata matokeo mazuri. Ali, nataka nifahamu kimorali kuelekea kwenye michezo hii. Mnapata shida? Mnahangaika Nataka nifahamu morali kuelekea kwenye hii michezo yote 4. Maana yake mwanzo mlikuwa mchezo, baada ya kusema mnacheza na hapo tunacheza, inabidi uongezee neno hapo. Tunacheza kiroho safi. Tunacheza kiroho safi. Hii kwenye morali inawasaidia vipi? Kwa sababu tunaona kuanzia uongozi mpaka mashabiki wote mlisema mchezo. Sasa hivi mmeamua kucheza. Structure ikoje kuanzia kwenye uongozi kwa wachezaji mpaka kwa mashabiki? Uzuri katika kipindi chote hicho ambako tunasema hatuchezi, players walikuwa kwenye uwanja wa mazoezi. Kwa hiyo tuliweza kuwatenganisha wachezaji na kile ambacho klabu inakipigania. Kwa maana ya wachezaji, wao walikuwa tayari. Hata kama ingeamuliwa siku moja mbele Yanga wachezaji tungekuwa tayari kucheza, kwa sababu wanaoingia kwenye pichi ni wachezaji, na wao walikuwa tayari kulifanya hilo. Kwa hiyo wao wako tayari muda wote, na kinachoongezeka hapa kwa viongozi ni motivation tu, na motivation kwa kilugha ya Kiswahili ni hela. Motivation kwa wazungu inaweza kuwa maneno, inaweza kuwa nasaha, lakini kwa lugha ya wachezaji wa Kitanzania ukisikia motivation maana yake ni hela. Kwa hiyo sasa hivi bosi wetu GSM anaweka mzigo mkubwa kwenye hizi finali 4 kuhakikisha tunapata matokeo mazuri. Kwa hiyo kama kuna mtu anamdai mchezaji wa Yanga, anatakiwa amtafute ikifika tarehe 29. Atakuwa amecheza finali 4 na atakuwa na mzigo wa kutosha inshallah. Kwa hiyo kila mechi kuna bonus. Kila mechi ina bonus yake, na bonus zinazidi kuwa kubwa. Sasa hivi tena tuwezi kuweka bonus kama inavyokuwa katikati tu ya mechi kawaida kama mkichukua pointi 3, hapana. Sasa hivi tumesema ni finali, kwa motivation lazima iwe kubwa in terms of financial, wachezaji wapate hela ya maana. Na ndio maana hiyo hela itakwenda kuwashtua vizuri, na Mungu akiamka salama uende ukasikia kesho kipindi cha kwanza mechi ishaisha. Kwa sababu watu wana motivation kubwa. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu atujalie tu yale ambao tunayawaza, na wao waende kuyafanyia kazi kwa 100%. Ndio, kama nyinyi mmehesabu bado mna game 4, lakini kwa upande ambao wezenu mtakuwa na mchezo nao, wao wanasema wana mechi 2, kwa maana Simba Sports Club. Wao wanasema wana mechi na Tabora na Ken Gold na mechi ya mwisho na Kagera. Kwa kifupi kabisa, ndugu yangu Isaya Dede, kwa kifupi kabisa ndugu zangu waandishi wa habari, hayo hayanihusu. Hayo hayanihusu. Haikuchanganyi sasa, kwa sababu unaona mtu kama hayanihusu maana yake hayanichanganyi. Ndo tafsiri rahisi. Kama hayanihusu maana yake hayanichanganyi. Sasa watu wengine wanawachanganya hali, kwa sababu wao wanaamini kombe litakuwaje. Kombe mtachukua vipi? Tutachukua kwa kupangwa pale
tupite, tuvalishwe medali, tukabidhiwe, tuliinue, tuondoke nalo Jangwani. Very simple kaka. Ali, mnapata hisia za namna gani ikiwa kwa safari hii tunakwenda kushuhudia kombe likiwa uwanjani wakati mkicheza na watani? Nyie mmepiga ramli. Mmepiga ramli. Huenda hii bingwa kaamuliwa hata katika michezo hii ya raundi ya 28. Si ndio bwana? Msipige ramli kwamba msipige ramli kwamba Yanga atashinda mechi zake mbili zote na wengine watashinda mechi zao mbili zote, alafu hiyo ndio mechi ya finali. Mpira huu unaweza likatokea lolote wakati wowote. Nyie mkaa mna hesabu. Sasa kombe likiwa uwanjani tofauti na kombe likiwa uwanjani kwenda kulipigania. Yaani kwa mfano sisi tukaangusha pointi hapa, afu kombe likiwa uwanjani tayari bingwa anajulikana na kwa haina msisimko wote. Na wale kumalizia tu ratiba. Lakini sisi ndio maana hatufocus na mechi moja. Tuna focus na mechi zote na ndio maana tumezipa uzito sawa. Kwamba hizi mechi ni finali, tupambane tupate matokeo mazuri. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.